Hata juzi wengine wanaanza kusema basi barabara gani inajengwa. Ni mimi nimekuwa na rais, alinipigia simu rais na nikaenda wapi? Pale kwake shambani. Na tukaongea kwa masaa kama karibu masaa 3-4. Tukaongea kwa undani kabisa. Hata barabara unaona hii ya Mtomogodi kwenda Mbale, kwenda Undanyi, kwenda Veruga, kwenda Bura, ilikuwa imekwama. Lakini rais juzi tukaongea na anamaliza hiyo. Hata ukisikia maswala ya hii barabara ya Sagala kwenda kule sehemu za Voi, hii barabara ni mbaya sana. Mimi mwenyewe katika ile kuongea na rais, maana alisema napenda sana utendaji kazi wangu, ikiwezekana tufanye kazi kwa pamoja. Ndio nikamwambia basi masala kama hayo anifanyie. Vile vile hapa Voi alinihakikishia kabla ya Disemba stadium ya kisasa itakuwa hapa Voi. Ndio. Ikanga Airport Disemba ya mwaka huu. Ndio aliniambia namna hiyo. Hata Ikanga Airport akasukuma mzima, amesema kabla hajatoka lazima inaanza. Mwatate dam kule. Nilimwambia watu wa Mwatate wanakunywa maji ya bohol na kawaida jua ikiwa namna hii yanapotea. Akasema hata majeshi walinipigia simu jana. Ndio wanatengeneza equipments waje sehemu za dams. Lakini ubaya wakati mimi naongea mambo hii, wengine wakishasikia wanakimbilia pia wanaelezea wananchi kabla mimi, alafu wananchi wa mimi sipati bonga point. Lakini ukweli ndio mimi sio mtu wa kuongea sana. So mambo yako mengi na ndio maana sionekani. Sasa hii ndio nataka sasa kwanza kuona wananchi. Maana yake wafadhili wameanza kuja kwa wingi. Yaani tuseme kwa ujumla jimbo naona laenda kuokoka. Ninaenda kutoboa. Sasa hivi nakuja hapa ndio sasa mikakati ya kuona wananchi inaanza. Ile mradi tumefanya sisi 100% ni nyingi mno. Hata tukiweza kuzindua sahihi kwanza za maji ndogo tukiweza kuzindua sahihi, mimi nakueleza hatutamaliza kuzindua mpaka 2027. Maana it's almost 200. Lakini kwa ukweli jimbo tumefanya miradi nyingi sana kama hii. Huwaga si mpaka watu useme watu wananchi wameshapa wapi. Na ni kitu hata nimeongea na watu wa KWS wakati wanafanya namna hiyo, kwa sababu hawa wananchi wa Taita na Taveta wametoa hili mbuga pori. Manake kama wangekuwa na lilima ama wangefanya mambo mengine, lakini sasa wanakuja wanaanza kuingilia maswala ya land. Hata ujui watu wana intention gani katika mbuga pori, na hii mbuga pori ni kubwa. Wangekuwa ile mpaka wanafanya kabisa hapo kwa mbuga pori ipitia hapo, alafu wananchi waachie so that tupasikiwe na utata kama huu. Na ni swala limenisumbua sana. Ingawaje sasa ni swala la serikali kuu, lakini mimi mwenyewe nimejaribu sana kulifuatia kwa karibu. Manake wananchi wakati wanaumia pale, pia mimi kwa upande mwingine ninaumia. Hata juzi tu kuhusu hii kesi ambayo ilitokezea hapa sehemu za Sagala chini upande wa Bamako hapo. Nimelifuatilia sana. Manake tulipoteza mtu mmoja. Juzi tumepoteza mwingine Kajiri pale mzee. So sio swala nzuri. So tunalifuatizia sana. Na baadaye kidogo tukaona Amboseli inapawa. Hata nikafuatilia nikasema kwa nini Amboseli inapatiwa na sasa tupatiwi. Lakini baadaye rais akaniambia Amboseli haikuwa national park. Ilikuwa ni reserve. Isipokuwa hapo nyuma kuna mtu alikuwa anataka kuchukua. Sasa ndio amethibiti ndio ikapeana Amboseli. Lakini hapa kwetu ilikuwa ni national park. Tukawa na accountants pia, president, tukawa na waziri wa wildlife, tukawa na PS na tukawa na DG tukifanya zile hesabu hapo. Najua mimi nimefanya hesabu kidogo, najua accounting. Nikiona pale ile taxpayers, yani ushuru wa Kenya wote, ile pesa inapeana hii Savo East ni 2 billion. Sasa wakaniambia hebu angalia ile tunapata kwa park, na hii park inataka extra 2 billion kila mwaka. Akaniambia sioni hii ni loss, ingekuwa inatoka state kwa park hii 2 billion ingewezekana. Lakini sasa mnatoa kidogo na 2 billion. Sasa wakaniuliza sasa hii 2 billion kama nataka tuanze kushikana tuishe nusu kwa nusu. Nikamwambia hiyo haiwezekani, sisi wenyewe tuko na matatizo yetu ya kutosha. Ndio akaja hata juzi kama leo na tukifungua ile Rhino Sanctuary. Makio ile Rhino Sanctuary ni kubwa kuliko Masai Mara. Masai Mara iko 1500 square kilometer. Hii yetu hii Rhino Sanctuary peke yake iko 3800 acres, karibu mara 2.5 ya Masai Mara. Na wakaweka Rhino Sanctuary so that sasa hivi ulimwengu mzima this is the biggest Rhino Sanctuary in the world. Na tulikuwa na ambassador
Monica Juma hapo nyuma, lakini sasa nafikiri one of the investors wa rais. Akasema hapo sasa tumepata investors 5 pale, watajenga zile hoteli za kulipia pesa nyingi. Yaani mtu akienda unatoa kama $1,000 zile ziko Masai Mara. Ndio akasema hizo sasa wakimaliza ndio sasa hizo hotel ile hela itakuwa inaingia kwa jimbo la Taita Taveta nusu. Alafu vile nikamuuliza, manake Taita Taveta kama mna taarifa, Kenya nzima ndio alianzisha mradi wa carbon credit ambao uko hapa Maungu. Na ukiangalia zile ranches ziko, kwa hiyo wanapataga pesa nzuri sana. Nikamuuliza kwa nini sasa msitupatie tufanye carbon credit ambayo tutazifanya kwa hisa mbuga yote ya Tsavo, na unajua hiyo ni pesa tatu zapata zaidi nyingi hata kuliko hiyo income. Wakati ningekula hata 100 billion. Ndio rais hiyo kitu ikampendeza sana. Sasa hiyo akatoa amri ile board ambayo inasimamia KWS na sisi county tushikane so that tuanze kupata carbon credit ambayo ni pesa nyingi sana hiyo. Na sasa hivi tunavyoongea huo mchakato bado unaendelea. Sasa so hii mbuga pori nimefuatilia mambo mengi sana, lakini tena mfahamu hizi sheria kama za compensation bado serikali haijaanza kutekeleza sawa. Nyingi mimi nilipokuwa mbunge ndo nilizitunga. Watu wengi hawajafahamu hilo. Mimi ndo nilidunga hizo sheria nyingi. Hata nikakumbuka kuna wakati nilikuwa nalia nyani ya wetu hapa Taita na Taveta iko tofauti na nyani zingine, manake inaweza tofautisha dada amevaa suruali ndefu na mwanamume amevaa suruali ndefu. Hata nakumbuka hiyo siku saa 7 wengine wakaanza kunipigia simu na tumake tuliongea mpaka saa 7 za usiku. Sasa ili swala la hii mpaka huwa hata nimeongea na KWS tayari na mbili swala mpaka jakubali mpaka ipite pale maana kuachia wananchi kama wameochesha baloti. Kwa nini tena? Kwa nini wanafukuza wananchi kwa mambo mengi? Na tayari washaachilia shamba ambalo ni kubwa.